Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tunaendelea kueleza mambo mbalimbali yanayohusiana na wakati gani hakim atakuwa ni mwenye kusimamia swala zima la ndoa badala ya wali wa ndoa, kama ilivyokuwa ni utaratibu wa sheria ya Uislamu. Katika kipindi kilichotangulia tulizungumza katika sura ya 10 ambayo muallif ameiweka katika kitabu chetu, ambayo inasema idha arada nikahaha litiflihi saghiri wala waliya laha aqrabu minhu wala fi darajatihi fa innahu yaqbalu nikaha liwaladihi wa yuzawwijuhu alhakim. Tulishia katika ibara hiyo na tukaieleza kwa namna tulivyobarikiwa katika kuieleza, na leo insha Allah tunaendelea katika sura ya 11 alhadiyata ashara idha arada nikahaha lihafidhihi, atakapotaka kusimamia ndoa ya binti fulani lakini kwa ajili ya mjukuu wake, ai ibnihi, mtoto wa mtoto wake. Maanake huyu ni ana sifa ya kuwa wali wa ndoa wa binti huyo, lakini yeye anamuozesha binti huyo mjukuu wake ambaye ni mtoto wa mtoto wake. Wa huwa ghairu mujbirin, hali ya kuwa huyu wali sio mujbir, maanake hana sifa ya ijbar. Kwa maana kama tulivyozungumza kwamba katika sheria kuna wali anaitwa waliyun mujbir, ambaye tulimtaja tukasema mwenye sifa ya kuwa na ijbar, kumlazimisha mtoto wa kike ambaye ni bikra kuolewa na mwanamume ambaye mzazi amemtaka, ni baba na babu peke yake. Hawa ndio ambao wamepewa sifa kisheria kwamba ni auliyau wenye sifa ya al-ijbar. Sasa ikawa huyu wali anayetaka kumuozesha mjukuu wake kwa binti fulani, ikawa yeye hana sifa ya ijibari kwa huyo binti. Fa in kana mujibiran, ikiwa labda atakuwa na sifa ya ijibar, bi an kanati zawjatu, ikawa yule mwanamke anayeolewa bint ibnihi al-akhar, ni mtoto wa mtoto wake mwingine. Sura yake iko vipi? Kuna baba mmoja anaitwa Hamisi mfano, na mwingine anaitwa Musa. Huyu Musa na Hamis hawa ni ndugu wawili ambao wanachangia baba na mama. Kwa maana watoto wao hawa ndugu wawili kisheria wanaruhusiwa kuoana, kwa maana mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Sasa hii sura aliyoileta hapa muallif anasema idha arada nikahaha lihafidihi ay ibnihi, kwamba yeye anataka kumuolea mtoto wa mjukuu wake. Kwa maana huyu Musa ana mtoto wake wa kiume, kisha yeye kama Musa akasimamia ndoa ya mtoto wake wa kiume, ambao huyo mtoto wake wa kiume anamuoa binti ambaye huyu Musa anastahiki na anafaa kuwa wali wa mtoto huyo. Hii ndio sura ambayo tunaizungumza hapa, na muallifu akasema wa huwa ghairu mujbir, kwa maana huyu Musa sio mujbir kwa huyu binti ambaye yeye anatakiwa kumsimamia ndoa hiyo. Hasa muallifu mbele akaja akaleta mfano wa pale ambapo Musa atakuwa ni mujbir kwa huyo binti, sura yake inakuwa vipi? Akasema fa in kana mujbiran bi an kanati zawjatu bint ibnihi al-akhar. Mfano, huyu Musa ana watoto wawili. Katika hao watoto wawili ana mtoto wake mmoja ana mtoto wa kiume, kwa maana ana mjukuu wa kiume kwa mtoto wake A, na ana mjukuu wa kike kwa mtoto wake B. Kwa maana huyu mtoto wa kike kwa mtoto wake B, maana yake huyu Musa yeye ana sifa ya kuwa ni mujbir kwa huyu binti, kwa sababu atakuwa na sifa ya ubabu. Kwa hivyo ndo hapa muallif akasema fa in kana mujbiran bi an kanati zawjatu bint ibnihi al-akhar wa hiya bikrun, na yule binti akawa ni bikra, tawalla tarafaini. Huyu Musa ambaye ni babu sasa yeye anakuwa na sifa ya kusimamia tarafu mbili, kwa maana ya kusimamia ijab na kusimamia kabul. Kwa maana atakubali, ataozesha na atakubali kule kuoa. Hii ndio inaitwa tawali at-tarafaini. Kwa haya ni masala ambayo Sheikh anatuletea wakati gani wali ataondoka katika ile sifa ya yeye kuwa wali na atashika mtu mwingine ambaye ni hakim sifa ya kuwa wali. Kwa maana katika ile sura ya mwanzo moja kwa moja tulioieleza kwamba idha arada nikahaha lihafidihi ay ibnihi wa huwa ghairu mujbir, moja kwa moja huyu yeye babu huyu atakuwa hana sifa ya yeye kuwa nani?
yeye kuwa wali kwa maana ya kumiliki tarafu mbili, bali yeye atamiliki tarafu moja. Atachagua awe katika kabul au awe katika ijab. Ikiwa atachagua katika moja, basi moja kwa moja hali ya pili itasimamiwa na nani? Itasimamiwa na hakim. Kisha anaendelea kusema muallif rahimahullah, athaniyata ashara, ya 12, amatul mahjuri alayhi, ni yule mtumwa ambaye amezuiliwa kufanya matumizi yake na mahitaji yake. Idha lam yakun lahu abun, ikiwa hana baba wala jaddun wala hana babu, yuzawijuha alhakim bil maslahatin, hakim atamuozesha kwa kuchunga maslahi. Fa in kana safihan zawajaha alhakim biidhnihi, na ikiwa ni mtu ambaye ana changamoto ya kiakili, basi atamuozesha hakim kwa idhni yake mwenyewe hakim. Athalithata ashara, sura ya 3, almajnunatu albaligha, mtu ambaye ni mwanamke lakini ana matatizo na changamoto za kiakili. Anasema almuhtajatu linnikahi, ambaye anahitajia ndoa, yani hali yake na yeye alivyo anahitajia kuwa na mume. Haithu la abal laha, wakati ambapo atakuwa hana baba wala jaddun wala babu, yuzawijuha alhakim, jambo hilo atalisimamia hakim. Arabiata ashara, amatu rashidati allati la waliya laha, ni mtumwa ambaye ni rashid, na kama tulivyosema rashid ni mtu ambaye anaweza kuyafanya mahitajio yake na matumizi yake katika hali ya kawaida kwa uzuri katika dunia, na mambo yake ya kiakhera akayafanya kwa uhakika na usahihi. Huyo ndio anaitwa ar-rashid. Kwa hiyo atakapokuwa ni mwanamke mwenye sifa hiyo, allati la waliya laha, ambaye hana wali, kwa maana katika familia yake hana wali hata mmoja anayetakiwa kusimamia ndoa. La waliya li sayyidatiha, ikawa hana wali, kwa maana hakuna wali kwa yule ambaye ni nani? Anayemmiliki. Hii tunaizungumza ni sura ya mtumwa ambaye ni ar-rashida, ambaye amejitambua na tayari ameshabaligh. Ikatokea sasa huyu anataka kuolewa, lakini sasa ikawa allati la waliya laha, kwa maana hana baba ambaye ndio anatakiwa kusimamia jukumu hilo la nini? La kumuozesha binti huyo. Ai la waliya li sayyidatiha, au yule anayemmiliki, mfano labda ni mtumwa wa kike anamilikiwa na binti fulani wa kike, lakini huyu binti pia na yeye hana mawali ambao ndio watakaosimamia jukumu la huyu mtumwa, basi yuzawijuha alhakim biidhni malikatiha, atasimamia ndoa hiyo hakim kwa idhni ya yule mmiliki wake. Kama tulivyoeleza katika moja ya vipindi vyetu kwamba hizi ni sura ambazo zinaletwa, sura za watumwa, kwa sababu mwanzo huko katika Uislamu hili jambo la watumwa lilikuwepo. Kwa hivyo kuna hukumu maalumu katika Uislamu zinawahusu watumwa, na kuna hukumu maalumu katika Uislamu zinawahusu wasiokuwa watumwa. Kwa hapa Sheikh anatuletea zote kwa ujumla, kwa maana hukumu za watu ambao si watumwa na hukumu ambazo ni za watumwa. Lakini kwa uzuri ni kwamba kwa sasa hivi katika jamii yetu na zama zetu hizi hakuna masala haya ya watumwa. Kwa hiyo tunapozieleza ni katika sehemu ya faida, ili Waislamu wapate kujua kwamba kumbe katika Uislamu kuna hukumu mbalimbali ambazo zinawahusu watumwa. Anaendelea kusema al-khamisatu ashara, amatu baitil mali, ni yule mtumwa ambaye anamilikiwa na baitul mali. Yuzawijuha al-hakim biidhniha, ataozeshwa na hakim kwa idhni yake. Asadisata ashara, ya 16, amatul mawqufa, ni yule mtumwa ambaye aliwekwa wakfu. Anasema yuzawijuha alhakim biidhni almawqufi alayhi, ataozeshwa na hakim kwa idhni ya wale waliowekewa wakfu. Na hapa katika faida anasema sawaun mawqufata ala jihati amma, sawasawa huyu atakuwa kawekwa wakfu kwa jihatu amma. Maana yake katika masala ya wakfu kuna kuweka wakfu kwa jihatun khas, kwa maana kwa watu maalumu tu, na kuna kuwekwa wakfu kitu kwa maana ya jihatul amma, kwa maana ni kitu kinachogusa vitu vingi. Ala jihati al-amma karibatin, kama vile ribati kwa maana ni sehemu ambayo watu wanakaa hapo kwa ajili ya kujifunza, au masjidin au msikiti, au fuqara'in, fahadhihi yuzawijuha al-hakim, huyu sasa ataozeshwa mtumwa aliowekwa katika namna hiyo, ataozeshwa na hakim biidhni nadhir lilwaqfi, kwa idhni ya yule mwenye kusimamia wakfu huo. Amma idha kanat mawqufa ala muayyanin, au itakapokuwa mtu huyo
mtumwa huyo amewekwa wakfu kwa ajili ya mtu maalum, kazaidin, kama vile Zaid mfano, fala budda inda zawajiha min idhni almawqufi alayhi wa huwa Zaid, basi ni lazima pale atakapotaka kuozeshwa yule ambaye aliyewekewa wakfu mtumwa huyo lazima atoe idhni ya kuozeshwa mtumwa huyo. Asabiata ashara, ya 17, amatul kafiri almuslima, ni yule mtumwa ambaye anamilikiwa na kafiri lakini mtumwa huyo akawa ni Muislamu. Nini hukumu yake pale atakapotaka kuelewa? Anasema idha ulika itquha bi sifatin, pale ambapo itakapokuwa amewekewa taaliq kwamba ikifika likitokea jambo fulani wewe utakuwa huru. Kwa hiyo atakapotaka kuolewa mtumwa huyu maana yake atasimamiwa na hakimu moja kwa moja. Athamina ashara, amatul kafiri almudabbira almuslimatun, yule mtumwa ambaye anamilikiwa na kafir kisha akawa amewekewa tadbir kwamba ikiwa nitatokea jambo fulani, mwisho wa jambo fulani likikamilika, basi moja kwa moja mtumwa huyu anakuwa huru, ndio mudabbir. Maana yake tunasubiri tukio fulani, mfano akipona mgonjwa wangu, basi wewe utakuwa huru. Kwa maana hiyo, endapo atakuwa na sifa hiyo, moja kwa moja atakapotaka kuolewa ndoa yake itasimamiwa na hakim. Kisha anasema atasiata ashara, amatul kafiri almukatabatun idha kanat muslima, yule mtumwa anayemilikiwa na kafir kisha mtumwa huyu aliandikiwa mkataba kwamba anatakiwa alete kiasi fulani ili awe huru. Kwa hiyo kisha mtumwa huyu akawa ni Muislamu, endapo atakapotaka kuolewa basi ndoa yake itasimamiwa na hakim. Lakini al-20, na sifa ya mwisho, mustawladatul kafir, ni yule mtumwa ambaye amezaa na kafir, idha aslamat, pale ambapo atakapo silimu. Wa mithluha amatul kafiri almuslimatun wa in kanat qinna, hata kama atakuwa ni nani, ni mtoto. Kwa sura zote hizi za watumwa ni kwamba endapo itakapotokea atakayesimamia jambo lao katika kuwaozesha atakuwa ni hakim na sio mtu mwingine. Anasema muallifu, fahadhihi 20 suratan, hizi ni sura 20, yuzawiju alhakim, ataozesha hakim au naibuhu au naibu wake, fi kulli wahidatin minha kama taqaddama, kila itakapopatikana moja katika sura hizo kama ilivyotangulia. Kwa hivyo endelea kuwa nasi katika kipindi hiki ili uweze kuyajua mengi yanayohusiana na sheria ya ndoa katika Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.